Leo nataka nikuombee kwa namna ya pekee sana, maombi maalum sana ambayo yatakusaidia sana katika maisha yako. Yatakusaidia kuweza kufanya vitu vingi sana kwa usahihi, kufanya hata maombi kwa usahihi. Nataka nikuombee neema ya Mungu. Nataka nikuombee ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, na kusudia kukuombea ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye kila kitu katika maisha yetu ya kumtafuta Mungu, kuitafuta ile njia ya kwenda mbinguni. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, kwa nini ni kuombee ujazo? Inawezekana ulimpokea Roho Mtakatifu, umepata ubatizo, ukampokea Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu inawezekana ukawa umemuhuzunisha, hafanyi kazi pasavyo ndani ya maisha yako. Roho Mtakatifu yuko mbali na wewe, ama Roho Mtakatifu hakusikilizi wala haumsikii tena akifanya kazi ndani yako. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa namna nyingi sana. Roho Mtakatifu ukiwa naye, mambo yako mengi sana yatakwenda vizuri, kwa sababu yeye ndiye atakayekuwa na kuongoza katika kila kitu. Atakuambia kinachofaa, atakuambia kisichofaa. Kwa hiyo kuwa na Roho Mtakatifu ama kuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Sasa kumpokea Roho Mtakatifu ni kupokea nguvu ya uweza wa kuifanya kazi ya Mungu kwa utimilifu wake. Kibinadamu, hakuna mwanadamu anaweza kuifanya kazi ya Mungu bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwenye maisha ya kila mtu ambaye anahitaji kufanya kazi ya Mungu kwa ubora, ufanisi na viwango vya hali ya juu. Lakini Roho Mtakatifu ndiye atakaye kufunulia mambo mbalimbali kupitia kuona, macho ya rohoni, kupitia kusikia, kupitia ndoto, kupitia hisia, hata kupitia watu wengine wanaweza kuconnect na wewe kwa nguvu ulionayo ya Roho Mtakatifu ndani yako, wakakusaidia kuamua vitu fulani. Kwa mfano, inawezekana kuna jambo haliko sawasawa. Labda upo kwenye kazi yako, umeajiriwa, kuna shida fulani imetokea, ukaamua kuchukua maamuzi ya kuacha kazi. Ukiwa na Roho Mtakatifu, unaweza kumwambia Roho Mtakatifu, nimechoka kufanya hii kazi, unanishauri kufanya nini? Roho Mtakatifu atakwambia cha kufanya. Aidha uache kazi ama uendelee na kazi, yeye atakwambia, atakufundisha. Lakini inawezekana unaitwa kwenye kikao ambacho ndani yake kuna majibu unatakiwa uyajibu wewe. Pengine kuna kesi fulani umesingiziwa, ama kuna jambo limetokea hata wewe ulijui, lakini wewe ndio unawajibika kutoa maelezo. Nyakati kama hizo Roho Mtakatifu huwa anahusika sana. Ukimuuliza Roho Mtakatifu, nifanye nini ama nikajibu nini, Roho Mtakatifu atakusaidia jinsi ya kwenda kujibu. Neno la Mungu kuna mahali liwaambia watumishi, mtakapoitwa kwenye mabaraza, msijiulize mtajibu nini, bali semeni kile Roho Mtakatifu atakachowaambia wakati huo. Unaona jinsi ilivyo. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia kujibu kesi hata usiyoijua. Maana unaweza kwenda kuitwa mahali pana kesi usiyoijua. Sasa utajibu nini? Ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza kukusaidia. Roho Mtakatifu, nimekuwa nikifundisha mara kwa mara vitu vingi, hata vya kuabudu, hata namna ya kusali, hata kanisa ulilopo, hata mahali unapoabudu, sadaka unayotoa, mambo yote ya Mungu unayofanya. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia kwamba unafanya kwa usahihi ama ufanyi kwa usahihi endapo utaamua kumshirikisha. Kwa hivyo kumshirikisha Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Kwa hiyo kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Ukimuhuzunisha Roho Mtakatifu, labda kwa sababu ya dhambi, labda kwa sababu ya kitu kingine chochote, Roho Mtakatifu akakaa mbali, maana yake Ukristo wako ama utumishi wako ama kazi yako itakuwa ni bure, kwa sababu utakuwa unafanya wewe kama wewe.
Roho Mtakatifu ndiye anajua siri zote za Mungu, mambo yote ya mbinguni, yani vile vitu vya chumbani kule kwa Mungu, ni Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukuambia. Yani yeye ndiye anakuconnect na Yesu, yeye ndiye anaconnect Yesu, anakuconnect na Mungu Baba wa mbinguni. Kuna connection hapa, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hapa kuna kazi kubwa sana, kuna fumbo kubwa sana liko mahali hapa. Lakini bila Roho Mtakatifu huwezi kuiona hata kazi ya Yesu. Huwezi kuiona. Hawezi kuiona. Huwezi kuifanya hata kazi ya Yesu. Roho Mtakatifu anatumika hata nyumbani kwako, unakopika kila siku, una watoto na waongoza. Bila Roho Mtakatifu huwezi kuongoza sawa sawa. Huwezi kujua ufanye nini ambacho kitawasaidia watoto hawa. Hauwezi kujua. Kwa nini? Ni kwa sababu ile nguvu ya Roho Mtakatifu hauna. Kwa hiyo tunaomba Roho Mtakatifu ni kwa sababu tumepewa neema pia ya kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kuna watu wanafikiri kwamba ni kitu cha pekee sana, labda kuna watu wa pekee sana wanaostahili kuwa na Roho Mtakatifu. Kimsingi kila Mkristo anapaswa kuwa na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu ndani yake. Maombi haya yatakusaidia wewe uweze kuamsha ile nguvu, ule uvuvio wa Roho Mtakatifu, uamke tena ambao pengine ulimuhuzunisha kama neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo kumtafuta Roho Mtakatifu ama kumuomba Roho Mtakatifu ni jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yako, umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 4, inasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa hapa Yesu alipoondoka, aliwapa ujumbe ya kwamba atawaletea msaidizi ambaye atawapa nguvu, Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni kupata nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo itakusaidia kuifanya kazi ya Mungu kwa urahisi. Kwa hiyo tunapoomba maombi ya kujaza ama kujazwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maana yake nataka wewe upokee nguvu ya Roho Mtakatifu, ujazwe Roho Mtakatifu ili akusaidie kuifanya kazi ya Mungu kwa urahisi. Na hata utaona ukisoma hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya ujazo huu ndipo Petro aliposimama akahubiri, akafundisha, akaokoa watu 3,000 kwa siku moja. Sio rahisi, watu 3,000 ni wengi sana, lakini kwa sababu ya ile nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro aliweza kuwaokoa watu 3,000 kwa siku ile, kwa mara moja, na wakakusanyika. Sio aliwaokoa toka kimbia, walikusanyika wakawa kitu kimoja. Unaona nguvu ya Roho Mtakatifu kazini kwako. Roho Mtakatifu akikwambia fanya hiki, fanya, hautofukuzwa kazi, fanya. Akikwambia hiki usifanye, kuna tatizo kazini kwako. Akikwambia ombea hiki, ni kazi ya Roho Mtakatifu, atakusemesha kwa namna yote. Kwa hiyo ni muhimu sana kumpokea Roho Mtakatifu, kumfufua Roho Mtakatifu ambaye ulimpoteza katika maisha yako. Aliondoka katika maisha yako, alihuzunika katika maisha yako, umrejeshe, upokee upya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa katika vitu muhimu sana ni kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wala si kitu cha pekee sana ambacho kina watu maalum. Hapana, kila mmoja aliyebatizwa. Tunaona watu walibatizwa na mitume waliwaombea watu wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Wale ambao walipata ubatizo wa Yohane wakasema sisi tumebatizwa ubatizo wa Yohane, basi akasema ngoja tuwaombee mpokee Roho Mtakatifu. Unaona, wamebatizwa lakini hawakumpokea Roho Mtakatifu, wakawaombea ili wapate kumpokea Roho Mtakatifu. Na kumpokea Roho Mtakatifu kama nilivyokuambia ni ahadi ya Mungu. Ukisoma hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura hii ya 2, tukienda ile aya 38, kuna habari ya ahadi ya Mungu kumpokea Roho Mtakatifu. Aya 38 inasema nini? Inasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe
kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unaona, mnabatizwa, mnatubu, mnabatizwa kuondolewa dhambi, ndio ubatizo wa Yohane, kuna ondoleo la dhambi. Alafu baadaye mnapokea kipawa cha nani? Cha Roho Mtakatifu. Kumbe kila aliyebatizwa anapaswa kuwa amepokea iko kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nimesema kwa nini tunaomba maombi haya. Inawezekana ikawa swali, mimi si nimebatizwa bwana, nimeshampokea Roho Mtakatifu. Je, anafanya kazi ndani yako? Kama Roho Mtakatifu afanyi kazi ndani yako, maana yake kuna shida ambayo imejiinua, ambayo imeleta shida ya wewe kuto kufanya kazi na Roho Mtakatifu sawa sawa. Unajikuta unafanya kazi kwa akili zako, sio kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini tunamwona Daudi anamsihi Mungu kwa ajili ya asimuondolee Roho wake Mtakatifu. Daudi anamsihi Mungu, Zaburi ya 51 kati ya Zaburi hii, Zaburi ya toba ya Daudi, kwamba kwa sababu ya dhambi anaomba rehema ya Mungu, anamsihi Mungu uso wake usiondoke, lakini vile vile asimuondolee huyo Roho Mtakatifu. Kwa nini Daudi analia kilio cha namna hii? Si angeomba toba tu alafu angenyamaza? Anafahamu kwamba kila kitu kinamhitaji Roho Mtakatifu. Maelekezo yote, hauwezi kupata maelekezo kutoka mbinguni isipokuwa Roho Mtakatifu ndiye akupae maelekezo hayo. Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Zaburi ya 51 aya ya 11 inasema, usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unaona? Kwenye hii toba anasema usinitenge Bwana na uso wako. Japo nimekosea, ninaomba toba, ninaomba unirehemu. Usinitenge na uso wako, nahitaji uso wako. Siangeishia hapo tu. Angesema usinitenge tu na uso wako alafu basi. Lakini anasema wala fanya nini? Usiniondolee Roho Mtakatifu. Anafahamu nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini kuna kitu lazima ukielewe. Roho Mtakatifu anapogeuka anaweza kuwa adui yako. Anaweza kukusababishia ukapigwa. Anaweza kukusababishia mambo yako akawa magumu. Yaani kuna vitu unaweza kusema mbona mambo yangu yamebadilika, kumbe Roho Mtakatifu umemgeuza amekuwa adui. Yaani umesababisha kumchukiza Roho Mtakatifu mpaka amekuwa adui yako. Isaya, soma kitabu cha Isaya sura ya 63 aya 10. Isaya 63 aya 10. Huo naandika haya mafundisho nayo kuambia hasa hivi vifungu ambavyo ninavikusudia na kutajia hapa. Uviandike, kama una Biblia yako soma, tusome pamoja. Lakini kama una pengine uko mahali pengine, andika ili na wewe ukasome, itakutia nguvu. Hata tunapomaliza maombi, wewe unaendelea kusoma kupata nguvu. Na kukupa hili neno ili ufanye nini? Ili likupe nguvu ya kuelewa kwamba Mungu amesema, sio mimi nasema, mimi ni chombo chake tu. Nasimama hapa kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo wa Roho Mtakatifu. Isaya sura ya 63 aya 10 tunakwenda kusoma. Inasema, lakini wakaasi. Wakafanya nini? Wakaasi. Lakini wakaasi, wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Walipoasi wakamhuzunisha Roho Mtakatifu, akawageukia, akapigana nao. Kumbe tunaona uasi ndio unasababisha kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Anahuzunika. Isaya anasema vizuri sana. Maana kuna mtu anajiuliza, yani kuna watu wanakuwa wakisema vitu vya namna hii. Kuna watu wanajifanya Roho Mtakatifu, wengine wanajiona wana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapaswa kuwa kwa kila mmoja aliyebatizwa, isipokuwa anahitaji kutunzwa, kwa maana mwili wako ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Maneno ya Mungu anasema hivyo, kwamba mwili wako ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukifanya uasi wote juu ya mwili wako, maana yake unamfukuza Roho Mtakatifu, unamhuzunisha Roho Mtakatifu, hawezi tena kufanya kazi. Wewe ukiwa unafuga mbwa kwa mfano, awe anakulinda, umeweka nje mbwa akulinde, sawa, kama mlinzi. Halafu yule mbwa anakulindia vitu vyako pale. Mtu mgeni akiingia pale anabweka, hata kama ulilala anabweka hata dirishani kwako kukuamsha kwamba kuna tatizo huku, unaamka, sio? Halafu unamchukua yule mbwa, unaanza kumpiga, unamhuzunisha yule mbwa. Matokeo yake yule mbwa atakuwa anaogopa kiboko, anaenda kule kujificha kwenye banda ama sehemu nyingine. Kwa hata mtu akiingia na kiboko, mbwa wako ataogopa, ataenda kujificha akijua nitafanya nini, nitapigwa. Hakuna tena amani, kuna uoga ndani yake. Sasa hii ni kwa habari ya mbwa.
Roho Mtakatifu hawezi kukuogopa wewe. Roho Mtakatifu ameletwa kwa oda maalum na Yesu mwenyewe ili akusaidie, lakini kuna masharti ya kumtunza Roho Mtakatifu. Unaposhindwa kumtunza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaondoka anakuacha. Sio kwamba anakuwa na nguvu, anakuwa na nguvu zake zile zile, ila anakuacha, anahuzunika, anaondoka, anakuacha wewe, unabaki makapi. Kwa hiyo adui anakupiga tu kirahisi, kwa sababu huna uweza tena wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo ndio maana nataka kwenda kuomba kwa ajili yako, upokee hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie katika maisha yako. Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba umpokee Roho Mtakatifu? Kwa nini? Soma kitabu cha Luka sura ya 11. Luka sura ya 11. Fungua Biblia yako, tafuta kitabu cha Luka sura ya 11. Luka yuko wapi? Huyo hapa. Aya 13. Anasema hivi. Yesu anawaambia makutano, anawafundisha. Anasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, yani wewe muovu na mwingine muovu na sisi wengine ambao ni waovu mbele ya Mungu, wakati mwingi tunatenda dhambi, tunajua kuwapa watoto wetu vipawa vyema. Anauliza, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Huu ndio msingi wa maombi ya leo. Baba wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ndio kusudi la somo hili la leo, na ndilo kusudi kuu kabisa la maombi ya siku ya leo. Kwa hiyo ndio maana nataka nikaombe kwa ajili yako, nikaombe iwe sehemu ya yale maombi ya sana, ili umpokee Roho Mtakatifu. Na ni kati ya maombi ambayo Yesu huwa anayapenda sana, kwa sababu Yesu anatamani kila mmoja apate wokovu, na anajua dhahiri kabisa kwamba awezaye kutusaidia sisi kuomba, awezaye kutusaidia sisi kufika katika ufalme wa mbinguni ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoomba maombi haya ya kuwasaidia wengine wajazwe Roho Mtakatifu, ni maombi pendwa kabisa ya Mungu, kwa sababu anajua kabisa tunaomba kitu ambacho ni muhimu sana. Ndio maana hapa amesema wale wamuombao hatazidi kuwajaza sana wale wamuombao. Kwa hiyo nami nakusudia kuomba sana ili wewe ujazwe. Kuomba kwa kumaanisha ili wewe ujazwe hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa tunapoenda kuomba maombi haya, lolote linaweza likatokea. Unaweza ukasikia hali yoyote isiyo ya kawaida. Hayo ndiyo maombi ya Roho Mtakatifu. Ni maombi mazuri sana. Unaweza ukasikia lia tu. Unaweza kusikia cheka tu. Hiyo ndio kazi. Ndio Roho Mtakatifu anajidhihirisha. Sasa nipo. Utakapoona udhihirisho umetokea, uanze kujitunza, kujiepusha na dhambi. Roho Mtakatifu akijidhihirisha tu ndani yako, ujue yupo. Unaweza kusikia baridi kichwani. Unaweza kusikia upepo. Unaweza kusikia ngurumo. Chochote kile, Roho Mtakatifu hapangiwi jinsi ya kujidhihirisha. Anajidhihirisha. Unaweza ukaanza kutamka kwa lugha ambayo pengine haujawahi kutamka, hata hujui ni lugha gani, lakini hiyo ni Roho Mtakatifu anaanza kujidhihirisha sasa ndani yako. Ndipo unapoenda kuomba maombi. Ukiona hizo ishara zote, ujue ni Roho Mtakatifu. Kuna watu wanapenda kusema vitu visivyoeleweka. Wanasema Roho Mtakatifu lazima aongee lugha unayojua. Sio lazima. Biblia iko wazi kabisa. Unaweza ukaongea lugha ambayo wewe mwenyewe hujui, lakini akiwepo mtu akutafsiri lugha akakwambia ulikuwa unasema hivi. Wakati mwingine unaweza ukaongea lugha ambayo sio ya kwako, ya mtu mwingine, lakini ukaiongea wewe. Hiyo nayo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunaona ile siku ya Pentekoste mitume waliongea kwa lugha za wao waliokuwa wanasikia. Ndio walikuwa wanasikia lugha inayoongelewa pale. Kwa hiyo wale wafuasi wa Yesu walikuwa pale, walikuwa wanaongea lugha za watu wengine, unaona? Kwa hiyo unaweza kuongea lugha ya mtu mwingine. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jiandae sasa, tunakwenda kuingia kwenye maombi. Kunaenda kuingia kwenye maombi kwa ajili ya kuomba ule uweza wa Roho Mtakatifu urejeshwe ndani yako, na kama upo uweza wa Roho Mtakatifu uongezeke, maana Roho Mtakatifu anaongezeka. Hata tunaona hapa ili somo linatuambia vizuri, sura ya 13 anasema
je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana? Maana yake anaweza akawepo na akakupa sana. Maana yake hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu sana. Maana yake kinaweza kikawepo lakini kinaongezeka sana. Ndio maana neno sana limekaa mahali hapa. Kwa hiyo wewe ambaye ulimpoteza anaweza kurudi akafanya kazi. Kwa hiyo ishara yoyote utakayoiona, hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu utakuwa umepokea. Ukimpokea Roho Mtakatifu anazo ishara. Roho Mtakatifu anazo ishara. Lazima atakuletea ishara. Ukiona hizo ishara ujue huyo ni Roho Mtakatifu tayari ameingia ndani mwako. Hivi tunavyoongea tayari kuna watu wanaanza kuona vitu ambavyo nimevisema. Roho Mtakatifu hapangiwi, sio lazima nianze kuomba. Ninapoweka nia tu kwanza kukufundisha, maana yake nifundishaye sio mimi. Mimi kazi yangu ni kutoa sauti ili wewe ikufikie. Roho Mtakatifu anakutafuta wewe kwa wakati wake anaotaka yeye. Kwa hata ninapokwenda kutamka hapa si mimi bali ni yeye akutafutaye wewe ambaye umempoteza Roho Mtakatifu. Utasalije? Sala zako zitafikaje mbinguni bila Roho Mtakatifu kuhusika? Atakaye kusaidia kubeba hizo sala, kujua namna ya kusali. Maana hata malaika hawezi kukusaidia kubeba sala ambayo umekosea kusali. Lazima Roho Mtakatifu akusaidie kusali kule kwa kuugua kusikowezekana, ili malaika waelewe, alafu wakupelekee sala zako mbinguni. Wabebe sala ambayo ina package, isiishie katikati, ifike mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo tunakwenda sasa kwa ajili ya kuomba, na kwenda kuomba kwa ajili yako. Mimi nipungue, mimi si chochote, si lolote. Napokwenda kuomba namsi Yesu anisaidie kumwachilia zaidi Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo yote unaosikiliza sasa, kuwa makini, tunakwenda kuomba. Kwa hiyo cha kwanza nitakwenda kuomba toba. Naenda kuomba toba, naenda kuomba rehema, naenda kuomba msamaha, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kuondoka bila kuhuzunishwa. Na huzuniko lolote maana yake kuna uovu litendeka, ndio Roho Mtakatifu akahuzunika. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninasema asante Bwana kwa ajili ya wakati huu. Asante Yesu kwa kunipa neema hii ya kuwa mwalimu, ya kuwa mwinjilisti, ya kuwafundisha watoto wako, ya kuwafundisha wapendwa wako wote neno la Mungu. Wampokee Roho Mtakatifu siku ya leo. Ninakushukuru kwa sana majira haya. Mimi ni chombo chako, unitumie kama chombo chako. Wewe uliyesema Yesu, ukisema je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hawa muombao? Basi mimi nasimama kama chombo chako, nikiwa sehemu ya kuwasaidia au kuwaombea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Mbingu na ishuke mahali hapa sasa napokwenda kuomba maombi haya. Baba, ninakwenda kuomba toba kwa jina lako takatifu Yesu Kristo. Wote waliompoteza Roho Mtakatifu, ninaomba toba na rehema. Ikiwezekana wewe unayenisikiliza, anza kuomba toba na rehema na wewe pia. Mwambie Mungu, naomba toba. Yamkini kuna vitu fulani umevifanya ambavyo havikuwa sawa sawa. Mwambie Mungu, nisamehe. Mungu nirehemu. Nitakase kwa damu yako, nioshe kwa damu yako. Unirehemu Yesu, ili nipate kumpokea Roho Mtakatifu. Mungu mtakatifu, sikiliza watoto wako, sikiliza wanapolia, tunapolia pamoja nawe Bwana, ili ukapate kutenda, ukapate kurejesha ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Baba, ninakusihi, ninakuomba, nakuja malangoni kwako, nakuja mbele zako Bwana. Nikija kama mtumishi wako, niliye mdogo kati ya wadogo wengine, nisienda faida mbele zako Bwana. Wewe ukaonekane kwa watoto wako hawa, ukaonekane Bwana kwa watumishi wako, ukaonekane Bwana mahali ambako alimpoteza Roho Mtakatifu, ukamrejeshe. Ninapoomba Baba, ni wewe ukarejeshe Roho Mtakatifu. Utendaye ni wewe Bwana. Ni wewe unayesema sisi ni watenda kazi shambani mwako Bwana. Kila kazi inayotendeka Bwana, wewe ndiye utendaye kazi hiyo. Hakuna kazi ambayo ninaifanya mimi, bali ni wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuja malangoni kwako Bwana, nikisimama kama mtumishi wako Bwana. Ninaomba kwa kila mmoja. Wapo wengine hata hawana imani ya Ukristo, lakini wanatamani kumpokea Roho Mtakatifu akaseme nao. Umekuwa shuhuda kwa watu mbalimbali, watu walikuwa na imani mbalimbali. Yesu ulimtuma Roho Mtakatifu akaenda akasema nao, akawafundisha vitu walivyokuwa havijui, wakaipokea imani kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yeye aliye mwalimu bora kuliko mwalimu mwingine yote, yeye mwenye kuleta mafunuo ndani ya watu. Baba, ninaomba toba na msamaha. Tulimpoteza Roho Mtakatifu.
kwa dhambi, ninaomba toba na rehema. Samehe watu wako, nisamehe na mimi pia, tusamehe wote kwa pamoja. Ukatende wewe Bwana, ukamfufue Roho Mtakatifu ndani ya watu. Walimkimbiza Roho Mtakatifu, walimtawanyisha Roho Mtakatifu, walimhuzunisha Roho Mtakatifu. Baba, achilia toba na msamaha na rehema juu ya kila mmoja mwenye kuamini katika maombi haya. Ukafanye jambo, atakayepata neema hii ukaoneshe ule uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu ajidhihirishe ndani ya kila mmoja aaminie. Mwenye kusema kwa lugha mpya akaseme, mwenye kucheka na akacheke, mwenye kulia na akalie, mwenye kusikia baridi ndani ya mwili wake akasikie baridi, mwenye kutetemeka, mwenye kupiga kelele za shangwe. Hiyo yote ni ishara Roho Mtakatifu ikadhirike ndani yao, ikadhirike ndani yao. Baba, naomba toba na msamaha, ninaomba toba na rehema. Kupitia toba hii Bwana, ukapata kutenda yale yanayowezekana, ukapata kutenda kazi yako Mungu, ukapata kutenda Bwana lile lililo bora kati ya yale yaliyo bora Bwana katika watoto wako. Kuna wengine wanajiuliza, mimi mbona sijawahi kuona Roho Mtakatifu, sijawahi kusikia Roho Mtakatifu. Kuna wengine anasema hata wanaonena ni kama wanachekesha. Baba, ukaanze na huyo ambaye anafikiria kwamba kunena kwa lugha ni kuchekesha. Nenda kamchekeshe na yeye, ajue kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi vile anavyotaka yeye. Akitaka ulie utalia, akitaka ucheke utacheka. Hiyo neema akaipate, sio kwa sababu ya kumkomoa wala kwa sababu ya kumjaribu. Apate hiyo neema naye akafurahie, ajue ya kwamba kuna furaha unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Baba, kupitia toba hii, kupitia msamaha, kupitia maombi ya toba ya Bwana, ukawaachilie watu hao wote. Neema yako ikawajirie, neema yako ikajirie kila mmoja popote alipo Bwana. Hakuna anaweza kuzuia Roho Mtakatifu. Unakwenda mahali popote, iwe ndani ya nchi, iwe mikoani, iwe mikoa ya kila mahali, iwe Dar es Salaam, iwe mkoa wote ule, popote walipo, hata nje ya bara Afrika, kokote walipo. Roho Mtakatifu kamjirie mtu fulani, shuka ndani yake, akapate kupokea nguvu zako, Ninaomba Bwana, ninakuomba Yesu, uliahidi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Sasa kila mmoja aanze kupokea nguvu yako, aanze kuona ile baridi, aanze kuona ile nguvu, apokee nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu ili msaidie, sio kwa sababu ya maonesho, bali kamsaidie. Atakapompokea Roho Mtakatifu ikawe ndio chanzo cha kwenda sawa sawa kwenye imani yake. Yamkini imani litindika kwa sababu aliona hakuna faida. Roho Mtakatifu ndiye anasaidia wakati mwingine kutoa unabii. Unabii wote unatolewa kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayesema na watu, anaweza kuongoza watu. Watu manabii ambao walipoteza Roho Mtakatifu wampokee sasa Roho Mtakatifu. Shuka Roho Mtakatifu, shuka ndani yao, shuka kwa kila mmoja. Na kuhitaji Roho wa Bwana, ninakusihi Roho wa Bwana ukashuke ndani ya kila mmoja, ukafanya ile matendo makubwa. Shuka kwa kila mmoja, ndio tawala. Achilia nguvu yako sasa, nguvu yako na itembee kwa mtu fulani, itembee nguvu yako, inaenda kwa kila mmoja, inaenda. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea hiyo nguvu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea hapo kwa nyumba yako, pokea ulipo. Unaipokea hiyo nguvu, inatembea kwa mtu fulani, inaenda. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, inasambaa, inafanya kazi. Roho wa Bwana anaenda kuingia ndani yako. Ile roho ambayo ilimuondoa Roho Mtakatifu inakwenda kupigwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakalia kiti chake sasa, anakalia ndani yako, anakalia. Unaona huo uweza, unaona hiyo nguvu, unaona uweza. Kwa jina la Yesu, pokea nguvu, pokea rekeshandarabosaka. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio inashuka kwa kila mmoja, inatembea, ndio pokea hiyo hali ya kufurahi tu, endelea kufurahi kwa jina la Yesu. Unaipokea hiyo nguvu, unapokea. Yuko mwenyewe kazini. Pokea nguvu ambayo ulipoteza, ulimhuzunisha Roho Mtakatifu. Anafurahi tena, anafurahi na wewe, utafurahi. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, unaipokea. Ndio. Ukihisi kama maji, ukiona kama baridi, kama upepo, ndio huyo ni Roho Mtakatifu. Yes, ukihisi kutetemeka, hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Usiogope. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Anaamsha upya. Pokea ujazo kwa jina la Yesu. Power. Ndio. Naona mtu mmoja, naona watu wawili, watatu, wanne wanapokea hiyo nguvu, wanaipokea. Huyo ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu anaenda kila mahali,
kila mahali kwa jina lake, kwa jina lake. Huyo ni roho wa Bwana, roho wa nguvu. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, ukastawi, 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 uende katika njia yake, uende katika njia yake. Ndio, huyo ni roho wa Bwana. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea uweza, pokea uweza, pokea uweza, pokea uweza. Unapokea, mtu mmoja anapokea, mtu mmoja anapokea, mtu mmoja anapokea. Huyo ndio. Msishangae, usishangae. Hiyo ni hali ya kawaida. Kama upo kwenye familia, usishangae mtu yote, usishangae. Hiyo ni hali ya kawaida, hiyo ni hali ya kawaida. Huyo ndiye Roho Mtakatifu. Afanyie kazi, afanyie kazi kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio, kila mmoja anapokea nguvu. Usijizuie, usijizuie wala usijaribu kujizuia. Achilia mwili wako, achilia mwili wako, achilia mwili wako. Mwenye mwili wake anaingia, anakaa mahali pake, anakaa mahali pake. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Huyo anakaa mahali pake. Jiachilie, usijizuie, usijizuie. Ukijisikia kunena kwa lugha, sema, wala hauwezi kuzuia hiyo hali, hauwezi kuzuia hiyo hali. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Utasema kwa lugha anayotaka mwenyewe, Ndio, hiyo nguvu yake inafanya kazi, inafanya kazi. Hata asiamini alisema inawezekana vipi? Huyo anaanza kusema mwenyewe anashangaa. Watu wanashangaa huyo anasema nini? Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu, pokea nguvu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Power, 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 power. Acha nguvu ya Bwana ifanye kazi. Inafanya kazi. Inafanya kazi. Inafanya kazi. Ndio. Msishangae. Huyo ni Roho Mtakatifu. Nimekuambia mambo machache, anaweza kufanya mambo makubwa hapo ulipo. Huyo ni Roho wa Bwana. Azuiliki popote ulipo. Unaweza ukaopo kwenye dara unaanza kucheka. Wewe cheka tu. Hakuna atakayeweza kuzuia hiyo. Upo kwenye basi unaweza kuanza kufurahi tu au kalia tu. Hakuna anaweza kuzuia. Hakuna kuzuia. Hakuna kuzuia. Hiyo ni connection ya kwako na Roho Mtakatifu. Hiyo ni nguvu yake. Mwachilie afanye kazi yake. Unajua Roho Mtakatifu anapofanya kazi yake, anakuhudumia katika vitu ambavyo wewe mwenyewe ulikuwa vijui. Acha afanye kazi. Acha afanye kazi. Acha afanye kazi. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo inatembea sasa kwa kila mmoja. Yule aaminie, yule aaminie. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Power, power, power kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unatosha, unatosha, unatosha Bwana. Unatosha, unatosha Bwana. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unatosha, unatosha, unatosha Bwana. Unatosha, unatosha Bwana. Kuna nguvu fulani inashuka mahali fulani. Ipo nguvu imeshuka mahali fulani. Msishangae wala msishtuke. Huyo hajapata degedege. Mwache. Hiyo ni nguvu ipo mahali hapo. Hiyo ni nguvu ya Bwana. Ndio. Hiyo ni nguvu. Kila anachokifanya, hiyo ni nguvu. Hiyo ni nguvu ya Bwana. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwache awe huru. Mwache. Roho Mtakatifu anamshughulikia. Anafanya kazi yake. Roho Mtakatifu hazuiliki. Sasa inategemea. Usimkatishe. Mwache. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Usimkatishe. Hiyo itachukua muda ambao Roho Mtakatifu anataka kufanya matengenezo. Hiyo ni nguvu ya Bwana. Ndio. Acha Bwana atende. Acha Bwana atende kwa mtu mmoja. Acha Bwana atende kwa watu wawili, watatu, wanne, watano na kila mwenye imani. Ndio. Bwana anakwenda kutenda. Bwana anakwenda kutenda kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Oh, Mungu ninakushukuru.
Unayetenda ni wewe Bwana, si mimi. Unaniongoza ni wewe Bwana, si mimi. Ni Yesu unayetenda. Ni Roho wako Mtakatifu sasa yuko kazini kwa watu fulani. Anafanya kazi hiyo, anafanya kazi. Yes, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pokea hiyo nguvu ifanye kazi sawa sawa ndani yako. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Mungu wa mbinguni. Basi ninakushukuru wewe unaendelea kusikiliza. Kama upo na mtu ambaye anaendelea kuhudumiwa na Roho Mtakatifu, muache. Hiyo hali itamwachia yeye mwenyewe. Itamwachia pale Roho Mtakatifu atakapoamua. Yupo mtu pengine ananena kwa lugha, muache mpaka atakaponyamaza. Yupo anaendelea kucheka, acha endelee kucheka, kufurahi. Ni furaha, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yupo mtu anayelia, huwezi kujua kwa nini Roho Mtakatifu analia ndani mwake. Muache alie, usimkatishe. Anaipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea. Ndio, inatembea. Sante. Sante. Hata pale tunapoendelea kunyamaza kwenye maombi haya tumefika mwisho, lakini acha nguvu ya Bwana itembee. Hata kama sisi tumemaliza kipindi, muache mpaka pale Roho Mtakatifu atakapomaliza kumhudumia. Basi wewe endelea kufuatilia mafundisho. Namba za simu ziko hapo. Kama unahitaji ushauri fulani, una jambo unataka kutushirikisha, unataka maombi ya binafsi, kuna vitu tumesaidia kwenye maombi lakini vimejiinua vingine, nataka kupata uponyaji huo, basi muache usisite kutupigia simu. Namba ziko hapo. Unaweza ukatupigia hiyo namba ya Airtel ya 0781, hiyo ina WhatsApp pia. Kama uko nje ya nchi unaweza ukatupigia kupitia namba hiyo. Tupigie tu au wasiliana nasi kupitia WhatsApp, itakuwa rahisi kwa mawasiliano na gharama inakuwa nafuu. Basi usisite kuwashirikisha wengine kupitia mtandao wetu, kurasa huu wa YouTube hapa, waweze kufuatilia mafundisho haya. Washirikishe wengine, share, like, comment. Mungu amekutendea jambo fulani, unaweza ukacomment mahali hapo. Na Mungu aendelee kutukuzwa kila mahali, ili jina la Bwana liendelee kutukuzwa kila mahali. Asante kwa kila mmoja ambaye anafuatilia mafundisho haya popote ulipo. Uwe ndani ya Tanzania, uwe nje ya Tanzania, bara lolote na mahali kokote ulipo. Basi Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako. Mungu endelee kukuinua, endelee kukupa baraka zake mbalimbali ambazo hazielezeki kwa kufuatilia mafundisho haya na kulitafuta neno la Mungu. Kwa hakika unafanya jambo lililo bora. Basi ulikuwa na mimi muombezi wa saa hii na majira haya siku ya leo, mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.